walikuwa na kazi wakasema sitaenda kwenye kazi. Hapa niko naongea na wewe ambaye uko mbele yangu, na ninaongea na yule ambaye atakwenda kutusikiliza katika kiona mbali. Amen, amen, amen. Walio wengi walifurahi na wakasema sitaenda hata nikiwa na kazi, lazima nitaenda mbele za Bwana. Na wengine walikuwa kazini wakasema sitamaliza masaa yote, nitayapunguza, yamkini kwa dakika chache niwe mbele za Bwana. Na wengine walikuwa na muda mzuri wakasema leo nitakuwa mbele za Bwana. Kwa nini siku hiyo watu wafikirie hayo? Ni kwa kuwa wanafikiria kile ambacho Mungu aliwatendea, kile ambacho Mungu alikitenda kuanza tariki 1 ya mwezi wa kwanza kufika tariki 31 ya mwezi wa 12. Wakasema ni lazima twende nyumbani mwa Bwana, tukae nyumbani mwa Bwana, tusemezane na Bwana, tumtukuze Bwana, tumuimbie Bwana, tumsifu Bwana. Na siku hiyo ilikuwa siku ya furaha, maana ilikuwa ni siku tu ya kuja kushukuru. Si vile watoto wa Mungu, ilikuwa siku ya kuja kushukuru. Lakini ninataka nikwambie, usimshukuru Mungu tu kwa sababu umefika mwisho wa mwaka, lakini umshukuru Mungu kila kunapokucha na kila kunapoingia. Mshukuru Mungu. Amen, amen. Na ndio sababu mada yetu ya siku ya leo inasema hivi: mtukuzeni Bwana Mungu wako kwa dhabihu za shukrani. Mtukuzeni Bwana Mungu wako kwa dhabihu za shukrani. Mungu huwa anapendezwa sana na shukrani kuliko mambo mengine yote. Sasa unaweza ukajiswali, kwa nini Mungu apendezwe sana na shukrani kuliko vitu vyote? Hebu kirudi toka mwanzo wa Biblia, utakuta kila wakati Mungu alipoongea na mwanadamu, kila alichokifanya Mungu kwa mwanadamu, mwanadamu alikuwa na muda mzuri wa kwenda kumtolea Bwana dhabihu. Alikuwa na muda wa kwenda kushukuru, kwa sababu alitambua siri moja tu kinachompendeza Mungu katika maisha ya mwanadamu ni kutambua kile ambacho Mungu amemfanyia. Na hiyo ndiyo sababu au maana ya sisi kuifanya shukrani kwa Bwana. Na tunapokuja kufanya shukrani kwa Bwana, tunaweza tukaitoa kwa maneno, tunaweza tukaitoa kwa kitu, tunaweza tukaitoa kwa kujitolea. Amen, amen. Nafikiri tuko pamoja. Tunapotoa shukrani yetu kwa Bwana, zipo njia nyingi unaweza ukazitumia, lakini njia 3 muhimu. Njia ya kwanza kumtolea Bwana kwa shukrani, maneno unayoyatamka wewe mbele za Mungu, ambayo inaonesha ukuu wa Mungu, inaonesha uzuri wa Mungu, upendo wa Mungu. Hiyo inamfanya Mungu afurahi, aseme kweli huyu ambaye nimemtendea mema ameyakumbuka, na kwa hiyo kesho lazima tena nimtendee mema. Kitu kingine cha pili kinaweza kumfanya Mungu ashukuru, afurahi, ni kwa sababu umetoa kitu. Kile kitu kinaonesha ile thamani ya kile ambacho Mungu amekifanya kwako. Cha tatu, wewe mwenyewe binafsi ukajitoa kwa Mungu wako. Hiyo inampendeza Mungu. Na ndio sababu utakuta kwenye Waroma pale 12 kama sitanganyike 1, ukianza tu pale utasikia Biblia inasema itoweni miili yenu iwe dhabihu yenye kumpendeza Mungu. Tunajitoa kwa miili yetu kwa kumfanyia Mungu kazi. Tunajitoa kwa miili yetu kwa kumtukuza Mungu. Hizo zote ni dhabihu ambazo zinampendeza Mungu. Sijui wewe ni dhabihu gani ambayo unamtolea Mungu. Wengine hata neno moja tu la kutamka, Bwana nashukuru umenitendea, wanashindwa. Wengine hata senti moja tu